Kuna mwingine sasa hivi anakusikiliza anasema mbona mimi nikiomba sipati, na yule anasema akiomba vinawezekana. Wewe unaombaje? Hakuna kuomba kwa kumaanisha. Usiombe kwa kutomaanisha. Omba kwa kumaanisha. Funga, omba. Mungu atafanya. Kabisa. Basi kuna njia kwake, kuna njia. Kabisa. Mwaka unakaribia kuisha Lule. Ingawa bado siku nyingi sana. Bado siku nyingi sana, ila kipekee tunaona kama mwaka uko ukingoni, kwa maana tupo ndani ya mwezi wa 11 na leo ni tarehe 15. Kwa hiyo panapozima tutamaliza huu mwaka na tutaingia mwaka mwingine mpya. Katika huu mwaka naona kama umefanya vitu vingi sana katika muziki wako. Una cha kujivunia ndani ya mwaka huu since umeanza kufanya huduma ya uimbaji? Najivunia sana Mungu. Mungu ananipigania, kwa hiyo najivunia zaidi sana. Hakuna yoyote kujivunia, ni Mungu pekee yake. Kuna mipango ambayo ulikuwa umeipanga kwa mwaka huu na umeshaitimiza yote? Baadhi imetimia. Baadhi imetimia katika 100 kwenye 40 Mungu kafanya. Kabisa. Kihuduma ulikuwa na mpango wa kufanyaje ili kwa yule ambaye anasikiliza basi ajue kuna umuhimu mzuri sana wa kuwa na mikakati ndani ya mwaka? Kabla mwaka hujaisha unaangalia kile ambacho umekifanya. Ulikuwa na mpango wa kuachia wimbo omba ndani ya mwaka huu, ama imekuwa emergency ukasema acha uende kwa kuwa mwaka unaishi? Hapana. Sababu nilikuwa na kubwa zaidi sana ndani ya mwaka huu. Ndio nimeshamaliza kufanya video katika hizo nyimbo zingine ambazo zipo ambazo sijazifahamisha. Ikiwezekana hata wiki zijazo nitakuja tena kutoa kitu kingine. Kwa hiyo kubwa zaidi mkakati wangu Mungu aweze kuniwezesha zaidi niweze kufanya video albamu nzima mwaka huu 2025. Na mwaka unakaribia kuisha, nadhani utatimiza mipango yako kwa unavyoona hii speed ya muda unavyozidi kusogea kwa haraka sana? Mungu anaweza. Inaweza ikatokea maajabu. Nusu mwezi na mwezi uliobakia 12, kila kitu kinawezekana. Sasa hivi unaonaje grafu ya muziki wako since umeanza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia ya uimbaji mpaka sasa? Unahisi ile nafasi ambayo ulikuwa ukiiota na kuitafuta kwa muda mrefu unaenda kuipata? Kabisa. Nimepanda pale nilipo chini, nimekuja saizi juu. Naona tunaonekana. Kwa hiyo sasa hivi hadi ndugu zako akina Mbonde tuseme kana kwamba wafikii level zako? Hapana. Joko nataka nikubadilisha rafiki yangu Mbonde. Hapana. Huyu ni rafiki yangu. Ndio maana hata nipo naye. Nataka afuate nyayo zangu, jinsi ninavyopambana mimi na yeye afuate mule mle, na hakika kuna sehemu nyingi alikuwa ananishauri fanya hivi, kwa hiyo mimi nikamzidi, nikapita, nikatangulia, kwa hiyo na yeye yupo nyuma yangu kabisa. Watu wanasema Lule Mchopa anafanya muziki kwa urahisi sana kwa kuwa brother yake ni producer, anamiliki studio, lakini brother yake pia ni mwandishi mzuri wa nyimbo. Inawezekana Lule akitaka nyimbo wanakaa chini, inaandikwa nyimbo kwa pamoja, alafu anapewa Lule, anarekodi, kazi inaenda. Ukisikia watu wanazungumza maneno haya, wewe ni mwimbaji mwenyewe mhusika Lule, kipi hasa ambacho ungeweza kuambia? Bwana, ukipata kaka yako ambayo aliyokuwa na thamani kwako, nisema kujivunia sana. Mimi Bwana Mungu namwombea kakaangu Gaspar Mchopa au Chopa Star. Mungu ampe maisha marefu, sababu ndo msaada wangu mkubwa. Yeye ndio meneja wangu, yeye ndio kila kitu kwangu. Kwa hiyo hata ndio maana pale ninaposema kwamba ukitaka mimi unipata lazima ukute yeye. Mapatano ya wewe kama unataka kuwa meneja wangu mimi lazima nikuunganishe na yeye. Ni kweli kama nimesema, ndio mtangazaji, mimi ni yule ndio kipigo langu kakaangu. Kwa hiyo kila kitu ni yeye kabisa. Na hujawahi kufanya kazi na producer mwingine isipokuwa ni Gaspar Mchopa pekee? Yupo mwingine, ni mtoto wa dadangu ambaye ni mwalimu wake ni Chopa Star. Unajua kutoka ladha hii ni ngumu sana, sababu nimeshamuelewa kazi yangu. Nikienda kwenye media yoyote ile inakubalika kwamba nimefanywa na nani, unaambia na Chopa Star au namkubali. Kwa hiyo hata kelele kwenye media hamna. Kwa hiyo sasa siwezi nikaacha pale, naenda pale kabisa. Nimeanza kusikiliza kazi zako nyingi Lule, lakini
ukweli kabisa, kila kazi nikisikia na kusikia ukiimba pekee tu. Hujafikiri kuchanganya muziki wako na muziki wa mtu mwingine, labda fanye kolabo ama umshirikishe ama nini?